niwaone, maana Kristo anataka nena ndani mwenu. Kristo anataka nena ndani ya mji huu. Hatutaki tena mateso, hatutaki tena mahangaiko, hatutaki tena mafadhaiko, hatutaki tena jambo na ambayo inafanya wazee wanakosa kufanikiwa, vijana wanakosa kuendelea, watoto wanakosa kukua. Hatutaki tena jambo kama hiyo. Kwa hivyo ujumbe na uzima inapohubiriwa, ni jukumu lako kuandaa moyo wako, maana Biblia inasema ya kwamba wataujuaje wasipohubiriwa? Na kwa hivyo Mungu amenena na mji huu, ametuma moyo yenu ikawe moyo ya nyama, iondolewe moyo ya mawe, hiyo moyo na ambaye imewekwa katika miba iondolewe, ili ujumbe huu inapoingia ndani ya moyo wako inakaa chemichemi ya maji, nayo unapotembea, Biblia inasema ya kwamba wanaokunywa maji huu hawatakuwa na kiu tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kami yote ya Teblengo mko vizuri? Yes. Kwa hivyo mnipungie tena, maana mimi sio mhubiri, lakini neno hii ninaandaa jukwaa kwa mhubiri wa leo, maana Mungu ameweka jambo na ambayo inahitajika ndani ya mji huu. Mungu ameweka jambo na ambayo inahitajika kwa wewe, inahitajika kwa mimi, inahitajika kwa watu wote, kukua kwa jamii, kukua na amani ndani ya familia, kukua na amani ndani ya mkazi. Wewe mama ulioleka, lakini hakuna uzuri unaona kwa ndoa hiyo. Hivyo leo hii ujumbe huu inapohubiriwa, mama njoo, maana ujumbe huu inaponya moyo, ujumbe huu inaponya nafsi, ujumbe huu unaponya ndoa, ujumbe huu inaponya jamii, ujumbe huu unaleta mafanikio, ujumbe huu unaleta raha. Raha iliyoje tukiwa ndani ya Kristo. Amen. Ni raha iliyoje kwa sisi tulio ndani ya Kristo. Ni raha iliyoje kwa sisi tulio ndani ya Kristo. Kwa hivyo mji huu wa Teblengo leo hii inasema njooni kwa Kristo. Njooni, Bwana anataka nena na moyo wangu. Bwana amebeba, amewaletea ujumbe mzuri na ameweka ujumbe wake kwa wakati wake, kwa wakati unaofaa, kwa wakati unaohitajika, na ameleta, anasema enendeni kwa mji wa Teblengo, maana kule kuna watumishi wangu, maana kule kuna wana wangu, maana kule kuna watu wangu. Na sisi tumetoka popote tulitoka na tukaingia katika mji huu, na tumekuja na ujumbe wa Kristo Yesu, ya kwamba bado anawapenda, ya kwamba bado anawahitaji, ya kwamba bado anawahitaji. Njooni kwake, anasema hivi, njooni kwangu nyenye mlio na mizigo mizito, nami nitawapa pumziko. Amen. Ni wakati Bwana anataka andaa pumziko lako, anataka uje ukapata pumziko, anataka uje ukapata maisha nafuu, anataka uje ili mizigo uliyobebeshwa, hata kama ni mizigo ya madeni, hata kama ni mizigo ya mahangaiko, hata kama ni mizigo ya mateso, hata kama ndoa haina amani, hata kama ndoa iko na msukosuko, hata kama familia yako hakuna mwenye anaendelea mzuri, watoto hawana manufaa kwako, wewe ukiangalia wewe ni kama bure. Anasema njooni kwangu ili niwafanye wana, njooni kwangu niwape pumzisho. Hebu tunataka tuandae makofi mazuri tunapomkaribisha mtumishi wa leo.